Mwaka huu nategemea kwa kura zitakuwa kwa wingi, hasa kwa marais wetu wawili hawa, kwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Hussein Ali Hassan Mwinyi, kwa yale mambo mema aliyotutendea katika maeneo mbalimbali. Ukaja katika afya, hospitali tumeyaona, ukaja katika elimu, maskuli ya magorofa tumeyaona. Hata katika jimbo langu la Dimani nimefaidika katika skuli ya Maungani, kwa nimepata pale magorofa 3, madarasa yasiyopungua 43 katika skuli moja. Kwa hiyo nimepata faida, lakini vile vile kwa upande mwingine kwa mambo ya maendeleo, miradi ya maji hapa tulipo Dimani tuna matangi yale pale ya maji. Kwa faida, lakini vile vile mradi wa maji mwingine tunao Maungani. Matangi ya maji hapo pale Maungani makubwa tu, kwa faida hii kwa wananchi, lakini vile kwa wananchi wangu wa jimbo la Dimani. Lakini chengine tulikuwa hatuna barabara, njia Nyamazi kwa hatuna barabara, njia Dimani Ndambale kwa hatuna barabara, lakini sasa alhamdulillah tunasema kwa watu wa Pwani Mgongo wa Ngisi umetandikwa, lakini na Bweleo vile vile zimetandikwa barabara za ndani Mgongo wa Ngisi huko mpaka ndani ya nyumba. Kwa hiyo tunamshukuru rais wetu wa Zanzibar, lakini tunapendelea na hapa tunapokwenda naamini kwamba tutampa asilimia kubwa ya kura mwaka huu kulingana na siku zilizopita, kwa kuwa tunajua kwa anatuletea maendeleo. Hata sekta zingine ambazo anashughulika nazo kama utalii, tumeona kuna uwekezaji katika visiwa vyetu, lakini ndio mambo hayajakaa sawa, lakini naamini kwamba mambo kaka sawa, mambo yatakuwa mazuri inshallah. Wabunge wawakilishi, kuna mambo madogo madogo, mfano kama imeletwa mitaro ya pipe za maji, kama hawajafika katika nyumba, basi wao huko wafikishe wananchi katika maeneo haya. Lakini na vile vile wabezi na sekta ya elimu kuchangia katika mambo ya wazee, kuchangia watoto kwa habari ya boarding zile, kukaa watoto kambi, wasaidie kipindi kile kwa habari kuwachangia watoto vyakula, kuwasaidia alau walimu kuwalipia wale wanokaa kambi, kwa sababu wazee wa maeneo mbalimbali wengine wanyonge, lakini wabunge wakajikite huko, nafikiri na wakilishi na madiwani, nafikiri mambo yatakuwa mazuri, kwa sababu kitu chochote lazima kishughulikiwe na elimu. Kama hujapata elimu huwezi kutengeneza jambo. Na nasihi sana vijana kwanza, lakini na wazee wenzangu wakae na watoto wao, waelekeze jinsi ya amani inavyotawala ulimwengu. Na amani katika nchi yetu ya Tanzania ni tunu kwa dunia, ni tunu ya dunia amani. Tanzania tofauti na nchi nyingine nyingi duniani. Kwa hiyo wazee wanasihi watoto wao, wajukuu zao waepukane na vitendo vya uvunjishaji wa amani.